Tumsifu Yesu Kristo. Akamkazia macho, akampenda. Ndugu yangu, karibu tuendelee na tafakari yetu. Katika tafakari iliyopita tulishirikishana katekisimu ya Kanisa Katoliki namba 13 hadi namba 17. Hapo tuliona mambo kadhaa, hasa mpangilio wa katekisimu ya Kanisa Katoliki ulivyo. Tukatazama nguzo kuu 4, ungamo la imani, tukaona pia sakramenti za imani, tukatazama pia, tukashirikishana habari ya sala katika maisha ya imani. Lakini pia tuliona jambo lingine la maisha ya imani kwa ujumla. Kwa hiyo msingi wetu ulikuwa kutazama hizo nguzo nne. Katika sala na maisha ya imani tukaona pia sala na aina 7 za sala zilizo katika sala ya Baba Yetu, kama mababa wa kanisa, maaskofu wetu alivyotutafakarisha kupitia hiyo sala ya Bwana, sala ya Baba Yetu. Leo tuendelee na katekisimu ya Kanisa Katoliki namba 18 hadi 26. Bado tunaendelea kuweka msingi. Bado tunaendelea kuangalia mtiririko wa hii katekisimu ilivyo, kabla ya kuingia katika sura ya kwanza ambayo itakuwa ni namba 27. Katika huu mtiririko tunavyoendelea kutazama huu msingi wake sasa, katika hii namba 18 hadi 26 ameweka zaidi, tunapewa zaidi kuhusiana na matumizi ya katekisimu ya Kanisa Katoliki, mpangilio wake ukoje kwa ujumla. Hapa tunaambiwa kwamba hii katekisimu ya Kanisa Katoliki mpangilio wake ni mkusanyiko wa mafundisho yote ya kiimani. Lakini katika hayo yote pia tutapata rejea mbalimbali. Mpangilio wake upo katika kuweka msisitizo wa maisha ya kiimani, na kuna sehemu nyingine katika katekisimu hakutawekwa rejea ya moja kwa moja. Maandiko matakatifu hayajanukuliwa moja kwa moja, bali yamewekwa kwa neno rejea. Ni kunikumbusha mimi, kukukumbusha wewe kusoma mwenyewe hizo sehemu za rejea ambazo mababa wametuwekea, kwenda kusoma mwenyewe katika Biblia takatifu. Msisitizo wa kiimani tunasema umeendelea kuwekwa, lakini pia nukuu za mababa, nukuu za watakatifu mbalimbali kama kina Mtakatifu Agustino, kina watakatifu mababa watakatifu, wapo watakatifu wengi ambao wamenukuliwa. Pia hali zote katika watu wote, huu ni wito kwa wale wote wanaofundisha, wote wanaoshirikisha neno, wote wanaoshirikisha huu msingi wa maisha ya kiimani katika kuelekea wokovu. Tunapokuwa katika safari yetu hii hapa duniani, tunakumbushwa kwamba tuwe tayari kuwa katika hali zote kwa wote, kwa Wayunani kama Paulo mtume alivyoandika barua yake kwa Korinto akisema, kumbuka kuwa Myunani kwa Wayunani, kumbuka kwa Giriki pia alikuwa Mgiriki. Hapa nimefanya paraphrasing, sijafanya direct quotation. Lakini pia tunakumbushwa kufundisha ama kuelekeza kwa upendo. Tusikaripie. Hata maneno yetu basi yakiwa ni ya ukali yawe na upendo ndani yake. Tumsifu Yesu Kristo. Bila kusahau imani kama jibu la mtu kwa Mungu. Bado ni msitizo unaendelea kuwekwa, imani kama jibu la mtu kwa Mungu. Mimi ninapomsadiki Yesu Kristo, ninapomsadiki Mwenyezi Mungu, ninapolisadiki kanisa moja takatifu Katoliki, ninaposadiki Utatu Mtakatifu, ni jibu langu kwa Mungu. Ni Mungu kwanza ameniita kabla ya mimi kumkiri, kabla ya mimi kufanya ungamo la dhambi, na kupitia ninasadiki credo ama tunasadiki kwa pamoja. Japokuwa mama kanisa anatuambia hapa ni imani ni ungamo binafsi ambalo inaungamwa na mtu binafsi akiwa katika jumuiya, katika jamii, na kuna ule ungamo la pamoja ninasadiki. Kwa hiyo ndugu yangu, katika tafakari itakayofuata tutashirikishana kwenye katekisimu ya Kanisa Katoliki kuanzia namba 27 sasa,
hapa ndo tutaanza sura ya kwanza. Kwa hiyo haya yote tuliweka alikuwa ni msingi. Ninakushukuru kwa kuendelea kwa katika msingi huu. Tulipoweka msingi, tumeshaweka msingi wa nyumba yetu. Sasa tuwe tayari kuanza kujenga nyumba yetu, kuanza sasa kujenga, kuweka matofali. Wale wajenzi wanajua vizuri msingi wetu umeshakuwa imara. Sasa tutaanza namba 27 ambayo ni sura yetu ya kwanza. Tukumbuke vyote vina umuhimu katika ujenzi. Ukikosea ama ukiacha chochote ambacho kinapaswa kuwepo katika nyumba, maana yake nyumba itaanguka, kama tulivyowahi kuona ule mfano Yesu aliotoa kwa wajenzi wawili, mmoja mjinga na mwingine mwenye akili. Utapata katika Injili ya Mathayo, ama rejea Injili ya Mathayo sura ya 7 aya 24 hadi 27. Mimi na wewe hatuanguki katika imani yetu kwa sababu tuna mioyo ya kujifunza. Nina kiu ya kujifunza, nina kiu ya kutafakari, nina kiu ya kutafakari na kushiriki pamoja na wengine. Kwa hiyo siwezi kuangamia pia, kama Nabii Hosea anavyonikumbusha kwamba wanaoangamia ni wale wanaokosa maarifa. Msifu Yesu Kristo. Ninakukaribisha katika tafakari itakayofuata, na asante kwa kushare, asante kwa kusubscribe. Wewe ambao hujasubscribe, naomba uendelee kusubscribe, share na wengine, comment. Asante sana. Kwa hiyo ninaendelea kukushukuru sana sana sana. Hapa tutaendelea kushirikishana mengi katika channel hii Hazina ya Kanisa Katoliki, maisha ya watakatifu, nyimbo Katoliki na mambo mengine, tafakari mbalimbali zinazohusiana na kanisa letu. Kuna hazina kubwa, hati za mtaguso wa pili wa mkutano wa Vatikano na mwaka 1962 hadi 1965 na mambo mengine mengi. Nakutakia kila laheri. Nice to meet you.